Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: mazungumzo na rais wa muungano wa mabunge duniani Dr. Tulia Ackson kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo madhara ya akili mnemba AI kwenye utawala bora. Utawala bora tunaangazia hasa kwenye eneo la demokrasia, kwa maana ya kwamba katika uchaguzi matumizi ya akili mnemba yana uwezo wa kuwapa kiongozi sio mliyemchagua, ni mtu ambaye ametumia hizo akili kuonyesha kwamba hiki ndicho hiki wakati sicho. Kwa muda mtakaokuja kugundua ni baadaye sana, na athari zinakuwa kubwa. Basi kwa hayo na mengine mengi, karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 30 ya mwezi Aprili mwaka 2026, siku ya kimataifa ya muziki aina ya jazz. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Moshi. Karibu Lea. Asante Arnold. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hii leo saa 3 asubuhi kwa saa za New York, Marekani, ameeleza kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu suala la kufungwa mlango bahari wa Hormuz wakati mzozo uko Mashariki ya Kati ukiingia mwezi wa 3, licha ya kuwepo kwa usitishaji mapigano aliyouita kuwa ni dhaifu. Katibu mkuu ameonya kuwa kadri hali inavyoendelea ndivyo gharama za ubinadamu zinavyoongezeka, akisisitiza kuwa nchi zinazoendelea zitaathirika zaidi kutokana na madeni makubwa na kupoteza ajira, na kuwataka wahusika wote kurejesha mara moja uhuru wa usafiri kama ilivyoainishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitia azimio namba 2817. Amesema kufungua mlango huo muhimu na kuhakikisha usalama wa meli kutaruhusu uchumi wa dunia kuimarika tena, huku akisisitiza pia kuepuka vitendo vinavyoweza kudhoofisha usitishaji mapigano na kusisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kudumu ya amani. Ripoti mpya ya pamoja iliyotolewa leo na mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayohusika na masuala ya chakula, kilimo na uchumi yakishirikiana na Tume ya Muungano wa Afrika imeonyesha kuna pengo kubwa kati ya ufadhili wa sasa wa umma na binafsi wa kilimo na kiwango cha ufadhili kinachohitajika ili kubadilisha mifumo ya kilimo barani Afrika. Ripoti hiyo pia imethibitisha ongezeko linaloendelea la njaa na ukosefu wa uhakika wa chakula kote barani Afrika, ikisisitiza uharaka wa ufadhili mkubwa na endelevu ili kubadilisha mifumo ya kilimo. Na leo ni siku ya kuadhimisha muziki wa jazz duniani. Siku inayotukumbusha nafasi ya muziki wa jazz kama daraja la kuleta amani, umoja na mazungumzo kati ya watu wa tamaduni tofauti. Kupitia midundo yake ya kipekee, jazz imeendelea kuwa chombo muhimu cha elimu na ushirikiano, ikiunganisha jamii duniani kote. Serikali, taasisi za elimu, mashirika ya kiraia na watu binafsi huungana kusherekea mchango wa jazz katika kujenga jamii jumuishi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO mwaka 2011 lilipitisha siku hii, na kwa zaidi ya muongo mmoja sasa, maadhimisho haya yamekuwa na kuwa harakati ya kimataifa inayogusa kila bara kupitia maonesho, programu za elimu na shughuli za kijamii, yakionyesha wazi kuwa jazi si muziki tu, bali ni lugha ya dunia inayotuunganisha. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Lea Moshi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde tutakuletea mada kwa kina maalumu ya mazungumzo yetu na rais wa muungano wa mabunge duniani IPU Dr. Tulia Ackson. Salia papo hapo tafadhali. I solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization.
Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokujulisha katika utangulizi wa kipindi hiki, mgeni wetu leo ni Dr. Tulia Ackson, rais wa muungano wa mabunge duniani IPU, ambaye hivi karibuni akiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa aliongoza kikao kilichokuwa sehemu ya mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70. Mara baada ya kikao hicho, Assumpta Massoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa alizungumza naye masuala kadhaa, ikiwemo yale waliopatia kipaumbele ili kusongesha usawa wa kijinsia. Karibu Dr. Tulia. Kauli mbiu ya mwaka huu inazungumzia kuweza kuzifikia hizo haki za mwanamke, lakini pia haki za mwanaume. Tumeona mazingira ambayo kukua kwa uwakilishi wa huyu mwanamke katika nafasi mbalimbali kunakuwa taratibu sana. Kwa upande wa mabunge, labda niseme kwa sababu mimi ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, tumekuwa taratibu sana. Kwa chaguzi zilizofanyika mwaka 2025 tumeongezeka kwa 0.3, yani kutoka kwenye 27.2 tumefika 27.5. Unaweza kuona chaguzi zilikuwa nyingi sana kwa mwaka jana, lakini kama tumeweza kupanda tu kwa 0.3, safari bado ni ndefu. Na kwa upande mwingine, viongozi kwa maana ya nafasi ya kibunge wamepungua, kwa maana ya kama maspika walikuwa 23 kabla ya mwaka jana. Kufikia mwaka jana maspika wanawake wamepungua kufikia 19 nukta kidogo. Kwa hivyo kuna mahali ambapo tunaenda vizuri, kwingine tunarudi nyuma. Lakini nitumie fursa hii kutoa wito wa jumla tu kwamba sisi kama wanawake kwanza tutazame namna ambavyo tutaweza kutoa fursa kwa wanawake wengine. Sio tunavyosema kutoa fursa ya wao kuonesha uwezo, si kwamba hawana uwezo, wanao uwezo, lakini kuzifikia hizo nafasi na kwa ngumu. Na ndio maana tunazungumzia kuhusu mabadiliko ya kikatiba kwa maeneo mengine, mabadiliko ya kisheria kwa maeneo mengine. Kwa maana ipi? Kwa maana kwamba sheria iweke utaratibu ambao mwanamke atapata nafasi kwa kutumia njia yote ile. Kama itakuwa ni nafasi hizi, pengine kwa upande nikitumia mfano wa nchi yetu ya Tanzania, nafasi hizi tunazosema za uwakilishi 30% lazima wawe wanawake. Kama hiyo njia inaweza kufanya kazi katika nchi, basi iende njia hiyo. Na pengine isitokee namna tena tunakuwa na mijadala ya kupunguza hizo nafasi, kwamba pengine tupunguze ama kuondoa kabisa, kwa sababu hiyo mijadala pia ipo. Yaani watu wanaona kwamba pengine tumeshafika mahali ambapo wanawake na wanaume tuko sawa. Hapana, hatujafika hapo mahali, na ndio maana tunafanya tafiti mbalimbali za kuonyesha kwamba hatujafika mahali tunapotaka kwenda, ama hatujafika mahali ambapo tulikusudia tangu tulipoanza hizi mbio za kutaka haki za mwanamke. Na kwa hivyo sasa hivi hatuzungumzii tu uwakilishi, lakini tunazungumzia uwakilishi sawa. Na uwakilishi sawa katika ngazi za maamuzi, uwakilishi sawa katika mijadala inayopelekea maamuzi mbalimbali duniani. Naomba tumulike swala la deepfakes. Hii michoro ambayo sasa hivi hii akili mnemba inachukua picha za wanawake, inawabadilisha, inaweka mambo mabaya. Mtu anaamka tu asubuhi anakuta mambo yameshasambaa mtandaoni, lakini kuna kikwazo cha sheria hapo. Sijui nyinyi kama IPU umeona kama hili ni tatizo, na sasa mnayaambiaje mabunge kule yachukue hatua gani, kwa sababu wanawake wanajikuta ameshadhalilika na yeye ndo anaonekana ni mbaya mpaka aje apate suluhisho. Ameshachelewa na mpaka anaogopa. Labda niseme huu ni upande mmoja tu, lakini athari zake zinampata mwanamke katika maeneo mengi sana. Anatazamwa tofauti na mwanaume katika mazingira hayo sawa. Sasa kwenye hili jambo ambalo mtu anaweza kudhalilishwa kwa ajili ya haya maendeleo tulionayo ya teknolojia, hizi akili mnemba kwa kweli zimeleta ama niseme imeleta changamoto kubwa, kwa sababu mtu anadhalilika, lakini hakuna ukweli katika jambo hilo. Na wote tujuavyo uongo unapanda lifti, lakini ukweli unapanda ngazi, kwa hivyo unachelewa kufika. Sasa mwanamke mwingine akishadhalilika vile tayari anakata tamaa, na mwingine
anaogopa fulani alimwona amedhalilika kwa sababu ameingia kwenye siasa, na kwa hivyo yeye asingependa kuingia huko kwa sababu anajua watu wanaweza kumfanyia kitu kibaya kama hicho. Lakini sasa kwa upande wa umoja wa mabunge duniani, tulichokifanya ni kwamba tumeshaanza hiyo michakato ya kuangalia namna ya kuyasaidia mabunge mbalimbali yanawezaje kutunga sheria katika hili jambo ambalo kila siku linabadilika, na ni jambo ambalo kwa kweli ni muhimu sana kulitungia sheria. Mpaka sasa tumeshapitisha labda useme resolution, azimio. Tumeshapitisha azimio kuhusu jambo hilo, na kule kwenye azimio tumeweka misingi ya mambo ya kuangalia katika kutunga sheria ama kuweka utaratibu wa namna ya kutumia akili mnemba katika nchi zinazohusika. Kwa nini? Kwa sababu akili mnemba ina upande mzuri na ina upande hasi, ambao upande hasi sasa unaathiri utawala bora, unaathiri haki za binadamu. Sasa mazingira kama hayo lazima kuweka mazingira ambayo binadamu haki zake hazitaathiriwa na matumizi ya akili mnemba. Lakini pia utawala bora tunaangazia hasa kwenye eneo la demokrasia, kwa maana ya kwamba katika uchaguzi matumizi ya akili mnemba yana uwezo wa kuwapa kiongozi sio mliyemchagua, ni mtu ambaye ametumia hizo akili kuonyesha kwamba hiki ndicho hiki wakati sicho. Kwa muda mtakaokuja kugundua ni baadaye sana, na athari zinakuwa kubwa. Kwa hiyo tumeangazia mambo haya yote, na lile azimio linaweka msingi mzuri kwa nchi, kila nchi ama tuseme kila bunge kwanza kutazama namna gani wanaweza kutumia azimio lile kufanya mabadiliko katika nchi zao, kwa kuanzia na haya ambayo tunayafahamu. Sasa nchi nyingi hazijaanza kuchukua hatua kwa sababu ni jambo linalokuwa haraka sana. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana mabunge kutunga sheria leo na kesho limeibuka lingine na kesho. Kwa hiyo nafikiri wengi wanatamani wajifunze kwanza, waone mambo yanaendaje, alafu ndio waweze kuweka sheria. Nakushukuru sana. Pengine kuna jambo ambalo sikukuuliza lakini ningependa watu walisikie. Mimi ningependa kusema tufike mahali kama jamii jumla. Hii ni 2026. Lazima tunapomtazama mtoto wa kike tumtazame kama sehemu ya jamii ambaye anaweza kuwa kitu chochote anachotaka yeye. Sio jamii iendelee kumwamria huyu mtoto wa kike awe nani na kipi asiwe. Na kwa mazingira hayo lazima kuweka mazingira kwanza majumbani, kuweka mazingira kiserikali, yale ambayo yataleta mabadiliko chanya kwa ajili ya mtoto wa kike anapozaliwa, anapokuwa, ayakute mazingira ambayo yanamuweka yeye kuwa sawa na mtoto wa kiume. Hakuna mtu atabadilisha zile kazi za kibiolojia, na sisi hatutaki kutumia kazi za kibiolojia ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia huyu mwanamke kuwa kikwazo kwa yeye mwanamke kupiga hatua. Lazima tuweke mazingira mtoto wa kike ajione ni sawa na mtoto wa kiume, sio kwa maana ya majukumu ya kibiolojia, lakini kwa maana ya majukumu ya kiuongozi, majukumu ya kazi, ikiwa ni pamoja na hawa watu kulipwa sawa kazi wanapofanya zinazofanana. Asitazamwe huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume. Na yale mazingira ambayo huko nyuma yalikuwepo yaliyomuathiri huyu mwanamke kisaikolojia, kujitazama unyonge, kujitazama hawezi, tuweze kuyaondoa hayo kwa kutumia mifano mizuri ambayo wanawake wameweza kufanya vizuri. Kwa hiyo jamii nzima tusiwe sehemu ya kumkwaza mwanamke, kumkwaza binti kufikia ndoto zake za kiuongozi. Nakushukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Shukrani sana Dr. Tulia Ackson na Assumpta Massoi kwa mahojiano hayo ambayo ndiyo yanatamatisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Basi tukutane tena Jumanne ijayo kwa jarida lingine la video. Kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku, kwa hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.